Wakili wa Tundu Lissu atuma ujumbe wa dharura kwake Samia Suluhu, ujumbe ambao umezua shaka nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania iliingia mwaka 2026 ikiwa na jeraha wazi lisilofungwa, jeraha lilochongwa na mauaji ya raia baada ya uchaguzi, kukataa uwajibikaji wa dola na mgongano mkali kati ya taswira ya uongozi na uhalisia wa haki. Kilio cha damu kilifunika barabara na mitaa baada ya uchaguzi wa Oktoba na Novemba mwaka jana, akikuja kama mshangao kwa waliokuwa wanafuatilia mwelekeo wa siasa za nchi kwa miaka ya karibuni, lakini kilishtua kwa ukubwa na ukatili wake. Na ndani ya mazingira hayo, hofu na maswali yasiyo na majibu, kauli ya mwanaharakati na mwanasheria mahiri wa Tanzania iligeuka kuwa kioo kilichoakisi unafiki wa mamlaka na mgogoro wa maadili na utishia mustakabali wa taifa. Mnamo tarehe 7 mwaka huu, Dr. Rugemeleza Nshala, mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa Lawyer Environmental Action Team, ambaye vilevile ni wakili wa Chadema na vilevile Tundu Lissu, alichochea mjadala mzito mpya mtandaoni kwa kuunganisha tukio la siku ya wanawake duniani mwaka jana na mauaji ya baada ya uchaguzi. Alielekeza kidole kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akieleza kile alichokiita mfululizo wa vitendo vinavyoonyesha unafiki katika mahusiano ya Kanisa Katoliki na athari zake za kisiasa na kibinadamu. Kauli hiyo haikusimama peke yake, ilijengwa juu ya kumbukumbu za hadhara, picha na muktadha mpana wa kisiasa unaoeleweka kwa Watanzania wengi. Katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ya tarehe 8 Machi mwaka jana jijini Arusha, rais alikuwa mgeni rasmi. Hafla hiyo ilipambwa na vitenge vilivyobeba taswira ya kiongozi, vikifanana kwa mtindo wa vitambaa vinavyotambulisha umoja wa wanawake wa Katoliki na Tanzania maarufu kama WAWATA. Kwa miaka mingi vitenge vya WAWATA vimekuwa alama ya utambulisho wa wanawake wa Kanisa Katoliki katika matukio ya kitaifa, vikibeba maana ya mshikamano, imani na maadili ya kijamii. Kuonekana kwa vitenge kwa kisiasa vilivyoiga muundo wa kitafsiriwa na wengi kama jaribio la kuvuta uhalali wa kimaadili kutoka kwa taasisi ya dini, hasa katika kipindi ambacho uongozi ulikuwa ukikabiliwa na maswali mazito kuhusu uchaguzi ujao. Miezi michache baadaye, mazingira yalibadilika kwa kasi. Mjadala wa haki ya uchaguzi na madai ya mabadiliko ya kikatiba ulipamba moto kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Mashirika ya kiraia, viongozi wa dini na sehemu ya jamii ya kimataifa walikuwa kisitizo muhimu wa tume huru ya uchaguzi, uwazi katika kuhesabu kura na kurejea ajenda ya katiba mpya iliyokwama kwa zaidi ya muongo mmoja. Katika mstari wa mbele wa wito huo walikuwa hapo maaskofu wa Kanisa Katoliki kupitia Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, waliotumia mamlaka yao ya maadili kuhimiza haki na amani ya kweli. Uchaguzi ulipomalizika kwa kutangazwa kwa ushindi wa Rais Samia, maandamano yalizuka katika maeneo mbalimbali yakipinga matokeo yaliyodaiwa kuwa na dosari. Mwitikio wa dola ulikuwa mkali. Vikosi vya usalama vilitumia nguvu kubwa na ripoti kutoka ndani na nje ya nchi zilionyesha idadi kubwa ya vifo na majeruhi. Na ingawa takwimu rasmi zilibaki za chini na zisizo wazi, ushuhuda wa mashirika ya haki za binadamu na picha zilizovuja mtandaoni zilionyesha hali ya kutisha. Taifa lilijikuta katika maombolezo yasiyotangazwa, huku familia zikihesabu waliopotea na waliouawa. Ndani ya muktadha huo, kauli ya Nshala ilipata uzito wa kipekee kwa sababu ya historia yake ya utetezi wa utawala bora na haki za binadamu. Msomi huyu aliyesomea katika taasisi ya kimataifa ikiwemo chuo kikuu cha Harvard, amekuwa akitumia taaluma ya sheria na mazingira kuibua maswali ya uwajibikaji wa serikali kwa miaka mingi. Ushawishi wake hauko tu katika maneno, bali katika rekodi ya mapambano ya kisheria na kijamii dhidi ya sera kandamizi na ukiukwaji wa haki. Kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa X alitaja na kusema kuwa halafu kuna mtu mmoja mwaka jana alitengeneza vitenge vyenye sura yake vinavyofanana vya WAWATA kwenye siku ya wanawake duniani, akitafuta uungwaji mkono wa kanisa.
Hiyo kwake ilikuwa halali, lakini alipoambiwa kuwa haki itamalaki katika uchaguzi mkuu, ikiwa pamoja na mabadiliko muhimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, akang'aka na kuanza kupigana na wote wanaodai mabadiliko hayo, ikiwemo kanisa Katoliki. Matokeo yake ni mauaji ya kutisha yanayoitesa nchi yetu. Tanzania haitakuwa salama mpaka mauaji haya yanashughulikiwa kikamilifu. Ndio ujumbe alioandika Rugemeleza inshallah. Hoja kuu iliyotolewa ilikuwa rahisi lakini nzito: uongozi unaotafuta uungwaji mkono wa kanisa na wanawake wake kupitia ishara na taswira hauwezi kugeuka na kulishambulia kanisa hilo linapodai haki ya uchaguzi na mabadiliko ya kikatiba. Mabadiliko hayo yalipotajwa, msimamo wa dola ulibadilika na kuwa wa upinzani mkali, aliyoishia katika umwagaji damu na uendelea kuliandaa mataifa. Huu haukuwa mjadala wa mitandaoni tu, bali uligeuka kuwa hoja pana kuhusu halali wa uongozi wa mipaka ya nguvu za dola. Kihistoria, Tanzania imejengwa juu ya hadithi ya umoja, maadili ya kijamii na heshima kwa taasisi zisizo za kisiasa, ikiwemo dini. Na katika enzi za awali za taifa, kanisa na taasisi nyingine za imani zilishirikiana na serikali katika kutoa huduma za elimu na afya, na mara nyingi zilikuwa sauti ya mabadiliko wakati siasa zilipoyumba. Hata hivyo, tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi miaka 1990, mahusiano hayo yamekuwa yakipitia misukosuko, hasa kila uchaguzi unapobishaniwa. Uchaguzi wa mwaka 2015 na mwaka 2020 tayari uliacha alama za mgawanyiko, lakini ule wa 2025 uliongeza kiwango cha ukandamizaji kwa namna isiyowahi kushuhudiwa. Baada ya machafuko, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania lilitoa matamko makali ya kilaani mauaji ya kudai uchunguzi huru. Walionya kwamba bila uwajibikaji, amani ya nchi ingebaki kuwa ya juu. Na kwa kauli hizi ziliungwa mkono kimya na mashirika ya kikanda na kimataifa ya haki za binadamu pamoja na wadau wa maendeleo waliokuwa wakifuatilia kwa karibu. Ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikitazamwa kama nguzo ya utulivu, lakini picha hiyo ilianza kupasuka kadri taarifa za ukatili zilivyoendelea. Mitandao ya kijamii ikawa uwanja wa mapambano ya simulizi. Chapisho la inshallah lilipata mamia ya maoni, maelfu ya watazamaji, na mvuto ulionyesha mgawanyiko wa jamii. Wapo waliounga mkono hoja zake wakiona zimeweka maneno kwenye hasira ya umma, na wapo waliopinga wakidai viongozi wa dini hawapaswi kuingilia siasa. Mjadala huu uliakisi swali pana zaidi kuhusu nafasi ya maadili katika uongozi wa taifa linalodai kuwa la kidemokrasia, lakini linalozidi kukaza udhibiti. Na katika mizizi ya mgogoro huu kuna suala la katiba. Mchakato wa katiba mpya ulioanzishwa kwa matumaini makubwa zaidi ya muongo mmoja uliopita ulisimama bila hitimisho, na tangu hapo uchaguzi baada ya uchaguzi umeendelea kufanyika chini ya ule mfumo ule unaolalamikiwa. Ukosefu wa mageuzi ya kimuundo umeacha nafasi ya matumizi mabaya ya mamlaka ya rais, udhaifu wa tume ya uchaguzi na kukosekana kwa uwajibikaji wa kweli wa vyombo vya usalama. Kila maandamano yanayozimwa kwa risasi yanazidisha hoja kwamba tatizo si tukio moja bali mfumo mzima. Athari za kimataifa hazikukosekana. Mashirika ya haki za binadamu ya kimataifa yalitoa tahadhari kuhusu mwenendo wa Tanzania, na baadhi ya washirika wa maendeleo walionyesha wasiwasi kuhusu mustakabali wa misaada ya uwekezaji. Yote yanakuja wakati taifa linakabiliwa na changamoto za kiuchumi, ukosefu wa ajira kwa vijana na shinikizo la kijamii linaloongezeka. Ukandamizaji wa kisiasa haupo katika ombwe, unaathiri uchumi, mshikamano wa jamii na hadhi ya nchi nje ya mipaka yake. Hadithi ya vitenge vya siku ya wanawake na mauaji ya baada ya uchaguzi si hadithi ya matukio mawili tofauti, bali ni mstari mmoja unaoonyesha mgongano kati ya taswira na uhalisia. Ni simulizi la uongozi unaotumia ishara za kitamaduni na kidini kujijengea uhalali, lakini unaoshindwa kukubali madai ya haki yanapotolewa kwa msingi wa maadili hayo. Ni hadithi ya taifa linalojaribiwa kwa moto wa uwajibikaji. Na mwisho wa simulizi hili unabaki wazi kwamba lakini mwelekeo wake ni hatari.
Tanzania inapoendelea kusonga mbele bila kushughulikia mauaji ya raia wake na bila kurejesha mjadala wa kweli wa mageuzi ya kikatiba, inajenga msingi wa migogoro mikubwa zaidi. Ukimya unaochochewa na hofu unaweza kudumu kwa muda, lakini hauwezi kuzima kumbukumbu za damu iliyomwagika. Na mustakabali wa nchi unategemea ujasiri wa kukubali makosa, kuwajibisha waliovunja sheria na kuchagua haki badala ya taswira. Bila hatua hizo, ahadi ya amani na umoja itabaki kuwa maneno matupu ya kizazi kijacho kitarithi taifa lililochoka kwa kuogopa kusema ukweli. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.